Kumbukumbu yangu ni kwamba usiku wa manane wa tarehe 9 Disemba 1961 bendera ya Uingereza ilishushwa na bendera mpya ya Tanganyika ilipandishwa kwenye uwanja wa kumbukumbu ya King George wa sita hapo Lindi. Sasa uwanja unaitwa uwanja wa Ilulu. Hamasa ya uhuru iliweza kuonekana miongoni mwa wakazi wa Lindi. Shindano la mahali palipopambwa vizuri zaidi mjini ilikuwa imetangazwa. Msikiti wa Ithnashi ndio ulipata zawadi ya kwanza ya shilingi 1000. Nakumbuka maandalizi yaliyofanywa na watu wa kujitolea. Mlango wa mbele wa msikiti ulifunikwa na ramani kubwa ya Tanganyika iliyotengenezwa kwa dari zilizopakwa rangi ya kijani kibichi. Mpaka kwenye ramani uliundwa na balbu za tochi. Nilikuwa mtoto, nilikumbuka nikitazama juu wakati mwenzetu marehemu Mohsin Banura akiwa amesimama kwenye ngazi alipokuwa akirekebisha balbu za tochi kwenye mashimo madogo madogo. Wengine waliosaidia katika pambo la ramani ya Tanganyika walikuwa Bwana Yusuf Somji ambaye sasa hivi anaishi Orlando, marehemu Jafar Jusab, Bwana Mustafa Chandu ambaye yuko Dar es Salaam, Bwana Gulam Hamir Motabai yupo London na Bwana Roshan Ganji pia yupo Uingereza. Zawadi ya pili ilienda kwa nyumba iliyo mkabala na yetu, wakwe zangu wa baadaye, yani Rashid Versi, ambao walitumia mti wa Christmas kupamba nyumba yao. Nakumbuka maandalizi ya kupamba nyumba yetu kwa ajili ya sherehe hiyo ya uhuru. Nyumbani kwetu nilimwona shangazi yangu akikata vipande vya nguo nyeusi, njano na kijani katika vipande vidogo ya pembe tatu. Kisha alikuwa anakaa kwenye cherehani yake akiunganisha kingo za vipande ya nguo. Kamba nene ilikuwa ingepita katika vipande hivi na kutengeneza kifusi cha kutundikwa barabarani. Mitaa ya Lindi ilikuwa imejaa vitambaa hivyo vya kijani, nyeusi na njano. Wakati huo kulikuwa na tetesi za kutisha kwamba kungekuwa na uporaji usiku wa uhuru. Hata hivyo kulikuwa na uhakikisho mwingi kuhusu usalama, na hii ilihimiza watu wa jamii zote kwenda kwenye sherehe ya kupandisha bendera ya usiku wa manane kwenye uwanja huo. Baba yangu pia alienda na walirudi nyumbani baada ya saa 6 usiku na kila kitu kilikuwa shwari. Katika tukio la baadaye naweza kumbuka jinsi wakili Bwana MG Pardan akihutubia mkutano kwenye msikiti yetu akiwataka watu kukana uraia wao wa Uingereza na kuchukua uraia wa Tanganyika. Hii ni kumbukumbu yangu ya siku ya uhuru 1961. Hizi ni durusu za historia.